technical, Shadrack Boka kuna vitu gani ambavyo vinapungua kwake kiuchezaji? Kuna vitu vingi ambavyo mpaka wanataka kufikia hatua hii watakuwa wamejiridhisha na kuona kuna haja ya kuweza kuongeza quality katika upande ule ambao anacheza Boka. Boka, soka la kisasa tunajua siku zote mara nyingi lazima uwe unacheza katika mfumo wa kisasa, ile modern football ama beki wa kisasa hasa namba 3. Mara nyingi unapovuka mstari wa kati kwenda katika eneo la mpinzani unakuwa kama mzalishaji ama winga. Yaani maana yake unapovuka mstari wa kati unakuwa unatoka kwa beki unakuwa kama winga. Vitu ambavyo anafanya katika mpira sasa hivi. Maana yake tofauti na mpira wa zamani kwamba wewe beki uende kujilinda tu muda wote, ukisogea basi unaishia mstari wa kati narudi, lakini imekuwa tofauti na mpira wa kisasa. Sasa changamoto kubwa ambayo Boka anaipata, maana yake Boka mpaka sasa hivi ukiisha msimu huu anaweza msimu wake wa pili si wa tatu kutoka amejiunga na Yanga. Lakini ukiangalia kwa upande wa Boka zao lake la mwisho ndio kidogo limekuwa ni changamoto kwa upande wake. Ndio. Manake hawa watu wa pembeni kwa mpira wa kisasa either namba 2 au namba 3 ni lazima kwa mifumo sasa hivi ambayo imeingia ya mpira si 3-4-3-5-2 si 4-3-3. Maana kuna muda kocha anaweza kutumia mfumo wa 3-5-2. Maanake akatumia back 3 alafu nyie mabeki wa pembeni mwendo kama mawinga, mnakuwa mnasogea katika mstari wa juu zaidi pale, mchangie magoli, mchangie assist, na ndivyo vitu ambavyo mara nyingi tumeona wanafanya. Kiangalia Baka ile kina Dani Alves msimu naisha ana contribution na magoli 10. Hata ukija kwa upande wa hawa Simba misimu hivi karibuni kwa Shomari Kapombe na Shabalala, msimu naisha kuna mchango wa magoli. Msimu ulioingia wa kwanza tu kwa upande wa Yao Kwasi alitoa pasi 7 za magoli. Yaani ndio ameingia ndio kwa fresh pale, alitoa pasi 7 za magoli, assist 7. Kitu ambacho tumezoea kwa upande wa mawingo anafanya kitu kama hicho. Na ndio maana kuna muda hata mashabiki wa Yanga wana miss Lomalisa kwamba kuna kitu wanakupa katika eneo la mwisho anapovuka mstari wa kati. Kitu ambacho kwa upande wa Boka anafanya kila kitu. Ana kasi ndio. Lakini amekuwa na uwezo wa overlap kwenda eneo la juu pale, lakini changamoto yake ni zao la mwisho. Wanasema ile zao lako la mwisho linakupa kitu gani? Ndio hapo unapoona kuna changamoto. Eneo la mwisho, eneo la kupiga cutbacks unataka upige ile mstatili, yani pale inakuwa changamoto pale. Upige V. Eneo la kuweza kutumia kila upige cross ambako kumfuata mtu au fanye hivyo napiga shuti. Kwa ni kitu ambacho kimekuwa na changamoto. Angalia mechi ya Yanga na MC Alger ambapo Yanga walishindwa kupata goli hata moja kwenda katika hatua ya robo finali. Ni mechi ambayo kwa upande wa MC Alger walichofanya waliamua waje kukaa katikati, kujirundika katikati na kuwaacha nyinyi pembeni mpite mnavyotaka. Sasa pale ni mechi ambayo kwa upande wa Boka waliingia sana katika eneo la box la timu zao, lakini zao ikawa la mwisho likawa ndo changamoto pale. Kitu ambacho kwa mabeki ambao wenye hatari wanakuwa adhimu kupitikia pembeni. Kwa hiyo ni changamoto moja hapo. Na ndio kitu ambacho mpaka sasa ukiangalia Boka na Shabalala, Yanga imecheza michezo 6. Lakini mpaka sasa hivi Shabalala amekuwa na impact kubwa katika zao la mwisho kushinda Boka. Mpaka sasa hivi Boka ana goli, ana assist toka ligi imeanza. Kitu ambacho kwa Boka sasa hivi hicho kitu hana mpaka sasa hivi. Na anaweza kucheza msimu wote huu usipate hicho kitu ambacho kipo. Mpaka sasa hivi marudishana na goli na assist Boka hana. Boka hana. Nimechanganya kabisa. Jina moja kwenye Shabalala na goli na assist vile vile, lakini Boka ndio modern football inavyotaka. Sasa ukija kwa upande wa sababu ya pili, yule ni professional na isivyo bahati kuna idadi ya wachezaji ambao alikuwa sajiliwe 12. Ina maana kama unapokuwa utoe kitu ambacho cha ubora italazimisha wao kuacha ili waongeze baadhi ya maingizo hayo. Kitu ambacho umeona sasa hivi kwa upande wa Yanga anapata kwa kasi kwa upande wa Yao Kwasi. Maana yake ni huduma ambayo ilikuwa nawapa ilikuwa bora, na ndio kitu ambacho kitawafikirisha. Kwa kwa upande wa Boka kama angeboresha maeneo hayo ambayo nimeona ambayo ni udhaifu wake, pengine ingekuwa bora. FM.